Nawakaribisha nyote huku nikiwasalimia nikiamini mko salama. Leo nataka tuendelee na somo ambalo msingi wake ni mafundisho mengine tumekuwa nayo hapo awali. Kwa wale wanaoshirikiana nasi katika huu mfululizo wa kujifunza maisha ya Mungu, mnakumbuka ujumbe kwa jina la mpango wa Mungu, ambao kwa huo mpango tunaendelea kuonyesha ni kwa nini ni lazima tuwe watunzaji wa sikukuu alizoziamrisha Mungu akawapa Wayahudi wana wa Ibrahimu, ambao alikuwa amemwahidi kwamba, tukisoma Mwanzo 12:3, kupitia kwake mataifa yote ya ulimwengu yatabarikiwa. Wagalatia 3:8 inaonyesha kwamba Mungu alimuhubiria Ibrahimu injili ambayo baadaye Kristo alikuja kutufundisha, ujumbe unaohusu mpango wa Mungu kwa maisha ya mwanadamu na vile atakavyoendelea mpaka mwishowe tufanyike kuwa viumbe wa kiroho, wana wa Mungu kama vile Mungu alivyo. Kwa hiyo kwa wasomi wetu wale wanaoendelea nasi, tuliona vile kile kimejawa katika akili ya Mungu leo ni kurudisha ufalme wake hapa duniani, na tukaona kwamba Mungu ametenga wakati ambao atautumia kukamilisha huo mpango wake, na hii ikalete sababu ya yeye kuamrisha wanadamu wote watunze sikukuu walizowaamrisha Waisraeli, ambao kwa kipindi hicho Mungu alikusudia Waisraeli wawe wahubiri kwa mataifa mengine yote, ambao ndio maana ya kupitia kwa Ibrahimu mataifa yote yatabarikiwa. Kwa hiyo tulianza kuona vile hizi sikukuu ni ukumbusho kwa wale wasitunzao kuhusu huo mpango na wakati tutakao uchukua hata ufikie ukamilifu wake. Tuliona kama isemavyo Mwanzo 3:4-6, vile mwanadamu alidanganyika kutoka kwenye huo mpango ambao tuliona vile ulikuwa uchukue miaka 7,000. Miaka 6,000 ya kwanza ikiwa ni matayarisho ya mwanadamu ya kuzaana, kujaza dunia, na pia kujifunza maisha ya Mungu, tabia za Mungu na ufahamu wake, huku akimpinga shetani. Mpango ambao tuliona unaonyeshwa na sabato ya wiki. Tukaona vile kama mwanadamu angedanganyika na shetani kukataa huo mpango, hakungelikuwa na sikukuu nyingi za Mungu. Tungelikuwa tuna sikukuu moja ya sabato ya wiki, maana Mungu kwa njia ya kiunabii alikuwa amemwambia Adamu kwamba kwa siku 6, ambao kila siku inawakilisha miaka 1,000, kwa siku 6 utafanya kazi zako alizomwamrisha kwamba zaaneni mjaze dunia na mjifunze kuishi kwa njia zangu, huku mkimpinga shetani ambao inawakilishwa na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mkikataa kula huo mti, mkikataa maagizo ya shetani na kushika amri zangu, mtakuwa katika tabia zangu mpaka mwisho mfanane na mimi. Mwanadamu akakataa. Kwa hivyo huo mpango ambao kwa wale wanaliendelea nasi, tulitoa ujumbe wa sabato ya wiki inayoeleza undani wa hayo. Tukaona mwanadamu alitolewa kwenye huo mpango. Tuliona vile
Mungu alikuwa na mpango mwingine ambao iendapo mwanadamu atadanganyika na kutoka kwenye mpango wa uumbaji wake, ule utakao mlete hadi aurithi ufalme, Mungu alikuwa ameweka mpango mwingine wa kumuokoa mwanadamu na kumrudisha kwenye huo mpango wa kwanza uliokuwa unakumbushwa na kila tunapotunza sikukuu ya sabato ya wiki, tunakumbuka ufalme wa Mungu unakuja. Kama hata Yesu alipokuja alitukumbusha hayo, maana alikuja akisema ule ufalme ambao kwa huo mliumbwa umekaribia. Lakini yale maisha mnaishi sio yale Mungu aliwapangia. Kwa hivyo tubuni, geukeni, mrudi kwenye ule mpango ulivyokuwa kama unavyowakilishwa na sabato ya wiki. Ambao hawakusoma huo ujumbe, YouTube studio yetu @jmtulu ina huo ujumbe. Fungueni mkausikize ili tunapoendelea na huo mfululizo uwe kila mtu anaelewa tunamaanisha nini. Maana huu ni mpango kuhusu maisha yako kama alivyoyapangia Mungu, kusudi lako la kuwa hai katika huu mwili, kile unafaswa kuwa unafanya kama kuishi mpaka ukaufikia ule ukamilifu ambao Mungu anakusudia kwako. Kwa hiyo baada ya mwanadamu kutolewa kwenye mpango wa sabato ya wiki, Mungu aliweka mpango kwamba iendapo mwanadamu atadanganywa na shetani atoke kwenye huo mpango wa sabato ya wiki, Mungu atamtuma mwanae Yesu Kristo, ambao hapo awali alikuwa lile neno lililokuwa na Mungu tangu mwanzo. Yohana 1:1 na 14, neno atafanyika mwili, ambao Kristo alifanyika mwili akaja akaishi na sisi, kutukumbusha ule mpango wa kwanza, ikiwa ni njia ya kumuokoa mwanadamu. Maana mwanadamu alikoseshwa huo mpango, akadanganywa, akauacha. Na huu inalete mpango wa wokovu wa Mungu kwa mwanadamu baada ya kuasi kwa Adamu kudanganywa na nyoka pale Eden. Huu mpango, ndugu zangu, Mungu aliulete ama anafundisha wanadamu wote wale wanapenda kuushirika, akitumia sikukuu zake ambazo ndizo leo tunaendelea nazo, tukiona mpango wa wokovu utakaorudisha mwanadamu kwenye ule mpango wa kwanza ambao ni wiki ya sabato ya wiki. Kwa hiyo leo katika huo mwendelezo wa mafundisho ya mpango wa Mungu, tunakuja zile sikukuu Mungu aliamrisha kuwakumbusha wote watakaoendelea kusitunza ule mpango alionao wa kutuokoa na kuturudisha kwenye ule msingi Adamu alidanganywa akauacha. Hii analete kwa sikukuu 7, na tunaanza na ile ya kwanza leo kwa ujumbe unaoitwa Pasaka ya Bwana. Karibuni, mimi ni James Mutulu. Tuna maisha yenye mahangaiko. Tunaona masumbuko ya kila aina katika ulimwengu wa leo. Mtu ajui kuishi na bibi yake. Bibi ajui kuishi na bwana yake. Wazazi hawana hekima ya kuwalea watoto. Watoto wanachukia wazazi. Jirani na jirani hawana mapatano. Taifa na taifa vita. Hakuna uelewano wowote. Maisha yamekuwa moto katika kila hatua, uharibifu wa kila aina ukiwajia wanadamu. Si magonjwa, si vita ambayo inaua, si njaa,
si masumbuko ya kukosana huku, mabishano. Mipango yote katika maisha ya ulimwengu wa leo ni tatanishi. Tunajua ni kwa nini. Tuliona vile Adamu alidanganywa, akawacha ule msingi ambao maisha yake yaliumbwa ndani yake, msingi ambao tungeendelea nao. Haya matatizo tunayoyaona leo hayangekuwa, maana tungeenenda kulingana na vile Mungu alituumba. Lakini kupitia kwa wazazi wetu tulidanganywa, maana walitufundisha uongo, kama vile Mungu anavyoonyesha katika kitabu cha Yeremia 16 mstari wake wa 19, kwamba wazazi wetu walirithi uongo. Na matokeo yake ya kudhibitisha ni uongo ni haya maovu tunaoyashuhudia sasa hivi yanayoendelea wakati huu nikiongea. Hakuna mwanadamu katika dunia ya leo ambaye akitamani furaha, akitamani amani, akitafuta uhusiano mwema kati yake na ndugu yake, akitafuta ushirika wenye kufanya kazi kulete ufanisi katika chochote kile wafanyacho. Na si wengi ambao wameweza kupata ni njia gani wanaweza kufikia huo wema wanaoutaka. Na hii ndiyo sababu Mungu alimtuma Kristo hapa duniani haje kutukumbusha kwamba sisi ni mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu wa kurudisha ufalme wake hapa duniani. Na sisi tunaombika kwenye huo mpango. Na ikiwa tutapata huo wema tunaoutafuta tusiupate kwenye jaribio zetu za zile akili tunazotumia leo, huo mpango ndio alimtuma Kristo aje kutukumbusha sisi kwa njia ya Injili. Na ndio hii ninaowaambia, ijapokuwa wengi wenu wasipoelewa, wanasema wewe unafundisha mambo ya sikukuu za Wayahudi. Sikukuu zina uhusiano gani na maisha? Hivi leo nataka uelewe kwamba hizi sikukuu ni mpango wa Mungu aliyoutangaza Kristo kupitia kwa Injili yake, kuhusu vile ukikubali yale anayoyasema katika hii habari njema, utaanza kuishi kulingana nayo. Na Kristo anasema katika Mathayo 11 mstari wa 28, ukienenda kulingana na yale Mungu anayetufundisha, utaipatia nafsi yako amani. Ule wema unaoutafuta kwenye ule mpango unaoendelea duniani usiupate, wema huo utaupata ikiwa utaikubali hii Injili tunayofundisha na kuitumia kama ufahamu wako na kuitenda. Basi ni jinsi gani Mungu anayetumia kwetu sisi tunapotunza Pasaka iwe ni njia ya kutukomboa kutoka kwenye huu udanganyifu na kuturudisha kwenye ule mpango ambao angetuumba hata atufikishe kwenye ufalme wake tukiwa viumbe vya kiroho. Wandugu wapenzi, mimi sitafungua Biblia sana, maana ninachoongea ni Biblia, na nataka ningeomba muwe na kitabu na kalamu, ili ninapo nena fungu fulani wewe unaandika, baadaye utasoma udhibitishe kama ninachokinena ni neno la Mungu ama ni mawazo yangu mwenyewe. Kama ni mawazo yangu, usiyakubali. Kama ni neno la Mungu, jua mimi ni mjumbe wa Kristo Yesu,
niliyetumwa ili nikufundishe, ufunguke macho, uache uongo, uendee ukweli na kuweza kuishi maisha yatakayokufikisha kwenye ile furaha na wema unaoutafuta. Maana katika kitabu cha Isaya 48 mstari wake wa 17 anasema, mimi ndimi Bwana Mungu wako, nikufundishaye ile njia unapaswa kuenenda kwayo, nikufundishaye ile njia unaweza tenda upate faida. Kama ungelisikiza tu neno langu, amani yako ingetiririka kama maji ya mto, yaani haina mwisho, ni mfululizo, utakuwa na amani. Kwa hiyo hii ndiyo sababu inaitwa habari njema, maana ninachonena hapa ukikishika na kukitumia kama ufahamu wako na kama njia ya kuishi, utaipatia nafsi yako amani. Ni Mungu muumba wako anaokuambia hayo. Kwa hivyo makinika ukifuatilia kwa kusikiza vizuri, basi ni jinsi gani Mungu anayetumia utunzaji wetu wa Pasaka kutufundisha. Sote tunakumbuka wana wa Israeli walivyokuwa Misri, wakiwa watumwa, wakitumika kwenye dhuluma za kila aina na wa Misri. Alafu wakamlilia Mungu na Mungu akakusudia kuwaokoa. Kile Mungu alichofanya wakati huo kwa Waisraeli ni mfano wa kile anachofanya kupitia kwa Kristo Yesu, kutokomboa kutoka kwenye haya maisha yanayolete maofu, atulete kwenye maisha mema yaletaye ujenzi. Mungu anasema katika Warumi 1 mstari wa sura ya 1 mstari wa 20, vitu hivi vinavyotendeka kimwili, ambao Agano la Kale ina mambo mengi ya kimwili, ni fundisho ama ni onyesho la linaloweza kuonekana kwa macho la kile Mungu anachofanya kiroho. Maana Mungu anasema kwamba nataka mwanadamu aliye roho kama vile nilivyo roho, Mwanzo 1:26, ili aweze kuitawala dunia. Kudhibitisha kwamba sisi ni mpango wa Mungu wa jinsi atakavyorudisha ufalme wake hapa duniani. Lakini kabla hatujatumika kurudisha huo ufalme, maana sisi ndio watawala, lazima kwanza tuumbike tufanane na Mungu, tuwe na hekima ya Mungu, tuwe na ufahamu wa Mungu, tuwe na tabia za Mungu. Kila kitu tuwe tunapanga vile Mungu apangavyo, jinsi ambayo tutakuja kuielewa kama tutafuatilia hii somo la sikukuu za Mungu. Kwa hiyo hatua la kwanza la wokovu wanadamu kumrudisha kwenye msingi aliyouacha pale Eden ni hii sikukuu tunaojifunza leo, sikukuu ya Pasaka, ambayo imeonyeshwa kwa jinsi inayoonekana kwa macho na safari ya wana wa Israeli kutoka kwenye utumwa Misri na kuelekea nchi ya ahadi Kanaani, mfano wa sisi kutoka kwenye ulimwengu wa leo, haya maisha mabaya, na kuingia kwenye ulimwengu ujao, ufalme wa Mungu. Kama wewe ni mtu wa kufikiria bila kujitatiza kwa mawazo ya kando, utaona kabisa safari ya wana wa Israeli ya kimwili ni onyesho la safari la kiroho letu sisi tuaminio Mungu katika Kristo Yesu, itakao tupeleka kuumbika utakatifu na uhaki mpaka tufanane na Mungu, ambapo mwisho kabisa
tutabadilishwa kuwa viumbe wa kiroho, na kama vile Waisraeli walivyoingia ndani ya nchi ya ahadi, ndivyo na sisi baada ya kubadilika kuwa roho tutauingia ufalme wa Mungu. Maana kuonyesha kwamba bado kuna utaratibu utakaofuatilia hata tufike pale, Mungu ananena kabisa kwa dhihirisho kupitia kwa Kristo Yesu kwamba hali tukiwa vile tulivyo sasa, yaani damu na nyama na damu, hatuwezi kuurithi ufalme wa kiroho. Kuonyesha huu mpango wa Mungu wa kutuumba na kurudisha ufalme wake bado uko kwenye harakati za kuendelea, haujafika kikomo. Kwa hiyo tukiyaelewa hayo, tunaona katika kitabu cha Kutoka, taenda hapo kidogo. Kumbuka nimesema sitawarudisha kwa kuambia fungueni. Chukua kitabu na kalamu, kila fungu ninalolisema, maana kumbuka Mungu anaendelea kuandika sheria zake mioyoni mwetu. Amesiandika moyoni mwangu, na ndio naona sitashinda kuambia tufungue hapa, maana nimeshasoma, na ninachowaambia si cha kwangu, ni hicho nilichosoma. Maana Mungu anataka hii sheria iwe ndio ufahamu wetu na ndio njia yetu ya utendaji, ndio tuumbike hiyo tabia. Kwa hiyo sitafungua Bible sana, nitakuwa nawaambia vifungu, na nyinyi kwa wakati wenu baada ya kusikiza ujumbe mtasoma, mthibitishe kama naongea maandiko ama mawazo yangu. Kwa hivyo tukienda katika kitabu cha Kutoka ili tupate uelewa mzuri, Kutoka sura yake ya 12, tuanzie mstari wa 5. Tuanzie tu kwa mwanzo ndio tuone hiyo hadithi vizuri. Kutoka 12, tuanzie mstari wa 1. Bwana akanena na Musa na Aroni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Na mpaka wa leo mwezi wa kwanza wa mwaka tunafuatilia huu wa Biblia wakati tunasema kuhusu sikukuu za Mungu. Maana utaona hizo sikukuu zikija, zingine mwezi wa 10, zingine mwezi wa 9, utashangaa mbona anasema mwezi wa kwanza. Anasema mwezi wa kwanza, na hapa tunaona tuko April, tunafuatilia mwezi wa Biblia, sio huu wa Warumi tunaofuata kalenda ile inafuatiliwa na ulimwengu wote. Kwa hivyo mwezi huu utakuwa ndio wa kwanza katika miaka yenu. Siku ya 10 ya mwezi, kila mtu mtaenda mchukue kondoo asiye na mawaa. Hivyo anaendelea. Mstari wa 5, mwana kondoo wenu atakuwa hana hila, mume wa mwaka mmoja mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule, na kusanyiko lote la Waisraeli watamchinja jioni. Ukisoma sitaenda yote, mstari wa 12 anasema, maana 11 anasema, nanyi mtaila kwa haraka, ni Pasaka kwa Bwana. Ni nini? Mungu, tunajua hiyo hadithi. Mungu aliambia wana wa Israeli wachukue mwana kondoo, wamchinje, wachukue damu ya hiyo kondoo na kupaka kwenye miimo ya milango yao. Maana usiku huo kesho yake walikuwa waondoke, wakombolewe kutoka utumwa Misri na waanze safari ya kuenda Kanaani. Ukikumbuka ni vile tunakombolewa kutoka kwa uongo unaotumika katika ulimwengu huu na kuanza kuumbika uungu, ukweli
tukitayarishwa kwa ajili ya ufalme. Ukifananisha yote ni sawa na ni halisi. Kwa hiyo waipake hiyo damu, maana usiku wa manane hapo malaika wa uharibifu atakuja, na katika kila nyumba ambayo hatakuta hiyo damu kwa milango, mwana wa kwanza wa hiyo nyumba atakufa. Na hivyo ndivyo wana wa Israeli waliokolewa kutoka kwa uharibifu wa malaika. Kila nyumba iliyokuwa na Mwisraeli, malaika aliruka. Kila nyumba ambayo haikuwa na damu, malaika alimuua mzaliwa wa kwanza. Basi baada ya hapo tunajua wana wa Israeli walitoka Misri. Tuseme nini? Walikombolewa kwa damu ya mwana kondoo, ambaye hakula hiyo Pasaka hakushiriki kwenye huo ukombozi. Na baadaye tunajua walianza safari ya kutoka Misri. Ina maana gani kwetu? Wandugu wapenzi, tumeona vile Adamu baba yetu wa kwanza alipewa maagizo na Mungu yaani amri za Mungu zinazowakilishwa na mti wa uzima. Soma Mwanzo 2 mstari wake wa 9, Mwanzo 2 mstari wa 16-17. Unaona miti miwili, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kama anavyoonyesha hapo Mwanzo 2 na mstari wa 9. Biblia Mwanzo iliandikwa kifupi kwa mukhtasari. Hiyo miti miwili ni wakilisho ya aina mbili ya maisha. Aina moja ni ya Shetani, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ambayo Mungu alimuonya Adamu kwamba atakapoyala matunda ya huo mti hakika atakufa. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 na mstari wa 4, tunajua kifo ni tunda la dhambi, na tunajua dhambi ni kukataa amri za Mungu, kuvunja amri za Mungu. Kwa hivyo ikiwa kuvunja amri za Mungu, mshahara wa dhambi ni mauti, na kula huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya, mshahara wake ni mauti. Inamaanisha kwamba uasi wa Shetani ndio unawakilishwa na huu mti. Maana kama vile dhambi inavyoleta mauti, ndivyo na kula huu mti unaleta mauti. Maana yake huu mti na dhambi ni kitu kimoja, maana matunda yake ni kifo. Mti wa uzima nao unalea mtu kumfikisha, ni amri za Mungu ambazo Mithali 3 na mstari wa 18, Mungu anasema peupe kabisa kwamba ni mti wa uzima kwa wale wazishikao. Na ikadhibitika na Kristo Yesu akisema, hii neno ni roho tena ni uzima. Kwa hivyo kwa wale ambao hawana uelewa wa Biblia, wameikosesha neno la Mungu kufundisha mapotofu. Lakini mimi huyu hapa mjumbe wa Mungu nikikuwekea wazi ukweli wa maisha, ili utakapo kubali na kuanza kuishi kulingana na hizi amri za Mungu ambao ndio neno lake, hakika utapata uzima wa milele. Na katika haya maisha utapata amani, furaha na tumaini lisilofunjika. Kwa hivyo baada ya Mungu kumpatia Adamu maisha ya kweli yanayowakilishwa na mti wa uzima, tunajua Adamu alichagua mti wa Shetani yule, akaasi. Sasa tunaona Waisraeli nao wako mfano wa vile tulivyo ulimwenguni leo pale Misri. Wanatumikia dhambi. Kwa damu la mwana kondoo Mungu akawakomboa. Kwa kifo cha mwana kondoo Mungu akawakomboa. Wakaanza safari ya kuelekea nchi ya uhuru, nchi ya Kanaani. Sisi nasi baada ya Adamu kukosea,
na kutolewa kwenye ule mpango ambao ungetufikisha kwenye uzima wa milele unaowakilishwa na sabato ya wiki, basi huu hapa mwanzo wa mpango wa wokovu wa kuturudisha kwenye ule mpango wa kutuingiza kwenye ufalme wa Mungu. Kama vile wana Israeli walivyokombolewa na damu ya mwana kondoo. Hii ilikuwa ni onyesho kwetu. Baada ya kitabu cha Matendo ya Mitume, sema nasoma moja moja, nyingi mtaandika. Baada ya Mungu amewaacha wanadamu kama asemavyo, Matendo ya Mitume 14 tafadhali. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 17. Tunaona kwamba Mungu aliwaacha wanadamu wote waenende kulingana na mienendo yao wenyewe. Anasema hivyo Matendo 14:16, ambaye zamani zilizopita Mungu aliwaacha mataifa yote waenende katika njia zao wenyewe. Baada ya wanadamu kuenenda katika njia zao wenyewe kufuatia uongo ambao matunda yake ni huu ulimwengu wa leo na maovu yake, huu ujumbe sasa ni kwako wewe. Mungu kama alivyowatendea wana Israeli Misri, anataka kukutendea wewe. Alimtuma mjumbe wake Yesu Kristo, ambaye mafundisho yake ni hii Biblia tunaoisoma. Shikanisha vizuri kama Mungu atakuwezesha kufuatilia. Maana tusiseme injili tusielewe hii injili maana yake ni nini. Maana Mungu amefundisha neno lake kikamilifu ili ukitaka na ukifuatilia uweze kupata maisha ya kweli yatakao kuongoza mpaka katika ufalme ambao kwa ajili yake mimi na wewe tuliumbwa. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wake wa 25 inadhibitika kwamba hii neno ninaowasomea hapa ni maelezo, ni mafundisho ya yale maisha ya Mungu anataka wewe uishi ufikie uzima. Na ndio injili Kristo aliyehubiri. Mtu yoyote anayehubiri kitu kingine nje ya hii injili ni muongo na ni mjumbe wa shetani. Maana inadhibitika kwa hii neno, mbali neno la Bwana udumu hata milele. Na neno hilo ni neno la ile habari njema lililohubiriwa kwenu. Kwa hivyo baada ya muda wa wanadamu kukaa kwenye giza, na hata mpaka walio huu ulimwengu ni wa giza, tunaendelea kusumbuana, kuuana, kutaabika, hata tunashindwa. Ni kwa nini Mungu anawacha watu watezeke hivyo? Ukweli ndugu yangu, Mungu hajawacha mtu atezeke. Ni sisi hatutaki kufuata maumbile, kuishi kulingana na vile tuliumbwa. Na ukitaka jaribu kutii hili neno, uifanye ufahamu wako, na utaona mabadiliko katika maisha. Maana Mungu hadanganyi. Basi Mungu baada ya wakati fulani alimtuma Kristo. Kristo akaja akitangaza nini? Katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 10, Kristo alikuja kutufungua macho tuelewe ile jinsi ya kufikia kutokuharibika, kufaa mili ambayo haiharibiki na kupata uzima wa milele. Yaani kukaa kama Mungu, tuishi milele na milele. Na ili kwa njia hiyo tuweze kufikia ule ukamilifu wa
mpango wa Mungu kurudisha ufalme wake hapa duniani. Maana alipokuja alisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umewadia. Lakini maisha mnayoyaishi sio yale Mungu aliwaumba muishi kwayo. Marko 1:15. Geukeni, wacheni kuishi hivyo. Jifunzeni kwangu, anzeni kuishi kulingana na vile hili neno linavyowaambia waishi. Hii ndio Injili, habari njema, na inaendelezwa mpaka wa leo. Yuu inayemsikiza ni mjumbe wa Kristo akikutangazia hiyo habari njema ya kuokoka kutoka kwenye uovu ulio duniani, ikiwa pia ni matayarisho ya kuumbika zaidi hata tufanane na Mungu. Inahusianaje na Pasaka ya Wayahudi hata sisi tuendelee kuitunza? Katika kitabu cha Yohana sura ya 1, Yohana Injili sura ya 1, nataka wandugu tujue kwamba Mungu ana mpango mkamilifu kuhusu maisha yako, na Mungu amekuonya dhidi ya kila upotofu ambao utayaharibu hayo maisha ikiwa utadanganyika na kuufuata. Lakini kama unataka wema, unataka utulivu, unataka uhuru, furaha na amani, isikise habari njema ambayo ukiitumia kama ufahamu wa kuishi, hakika utapata huo wema. Katika waraka wa Yohana Injili sura ya 1 mstari wa 29, Misri waliua kondoo, wakamchinja, wakapaka miimo ya milango damu. Malaika wa uharibifu walipokuja, akipata damu anafuka. Ina uhusiano gani na Kristo? Yohana Injili sura ya 1 mstari wa 29. Yohana Mbatizaji alitumwa akiwa mtangulizi wa kumdhihirisha Kristo kwa wanadamu. Hapo Kristo alipokuwa anaenda kubatizwa na Yohana, ndio aanze kazi yake ya kuhubiri, kutufundisha hii njia ili tuache kuishi katika uongo, tuanze kuishi kama Mungu alivyotuumba tuishi. Yohana alipomuona akija, sikiza anasemaje. Kumbuka mwana kondoo Misri, na umsikize Kristo anafananishwaje. Siku ya pili yake Yohana akamuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tazama kondoo Misri aliyowaponyesha Waisraeli, damu yake iliwaponyesha Waisraeli kutoka kwa kifo cha malaika aliyeoa wazaliwa wa kwanza wa Misri. Hapa huyu Kristo amekuja, anasema, Yohana anatuambia, anaambia Waisraeli, na ndivyo anakuambia sasa, yule mwana kondoo mliyekuwa mnamchinja pale Misri alikuwa anawakilisha Kristo Yesu, na huyu hapa amekuja, atakaye msikiza na kukufuata neno lake ataofikia uzima wa milele. Mtazame sasa, kuanzia leo Wayahudi na ni nyinyi wa Kristo, naongea na nyinyi, maana neno la Mungu ni sasa, sio ya wakati huo. Inanenwa vivyo alimoja kwa vizazi vyote. Vile ilivyonenwa kwa Waisraeli ndivyo inanenwa kwenu. Basi hapa huyu Yohana akiambia watu, mnaona yule kondoo mmekuwa mkichinja kila mwaka siku ya Pasaka. Huyu alikuwa analenga, ni unabii wa Kristo Masihi mtiwa mafuta. Ndiyo huyu sasa. Kuanzia sasa hamtachinja mwana kondoo. Kuanzia sasa damu ya Kristo ndiye itakayowaokoa kutoka kwa hizo dhambi ambazo mlifdhania mtaokolewa na kondoo yule mnayechinja.
Kuna uhakika wowote ule? Tuende katika kitabu cha Luka. Tafadhali muelewe kwamba ambaye atunzi Pasaka ya Mungu ana uhusiano wote na Mungu na ashirikiani na Kristo katika ule mpango wa wokovu aliouweka Mungu. Yoyote aliyedanganyika kunena kwamba hizi ni sikukuu za Wayahudi, atubu na kumgeukia muumba wake, ajifunze kwa Kristo Yesu na ataupata uzima wa milele. Naongea na wewe na mimi ndugu, ni Mungu anaongea na sisi. Hii neno si langu, ni ya yeye Kristo aliyenituma, ambaye alitumwa na Mungu muumba wako kukujulisha wewe ni nini unapaswa kuishije ili upate nini na mwishowe ufanyike nini. Kwa hiyo tukiendelea kuthibitisha kwamba hizi sikukuu ni mpango wa Mungu wa wokovu kwa mwanadamu, kila unapotunza sinakukumbusha zile hatua Mungu atakupitisha hata afikishe kukuokoa kutoka kwa uongo na haya maisha ya uovu, akurudishe kwenye msingi wa kukuomba hata uingie katika ufalme. Ndio huu, na ambaye azishiki hana uhusiano wowote na Kristo Yesu na yupo kwenye mpango wa kutayarisha kwa ajili ya ufalme. Luka 22 tafadhali. Inanena hivi: Sikiza, ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu iitwayo Pasaka. Ukikumbuka Misri, hao walikuwa wanatayarisha Pasaka kwa kumchagua kondoo asiye na mawaa, wanamweka kando na kumchinja jioni ya mwezi wa kwanza tarehe 14. Basi hapa inasema hiyo siku ya Pasaka imefika, na ni wakati ambao Kristo alikuwa asulubishwe, maana yeye ndiyo mwana kondoo halisi. Na vile kondoo alikuwa anachinjwa siku ya Pasaka, ilifika hiyo Pasaka ambayo Kristo alikuwa karibu kusulubishwa. Maana mstari wa 3 anasema, Shetani akamuingia Yuda aitwaye Iskarioti, naye ni mmoja wa wale thenashara. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemedari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi sana, wakampa hela. Siku ilipofika, mstari wa 7, ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Imefika siku ya Pasaka, na Petro na Yohana wanamuuliza ni wapi tutaenda tuandae Pasaka. Kristo hakuwaambia Pasaka imeisha, ni mila ya Wayahudi. Aliwatuma waende wakaiandae. Basi sikiza kilele chake, mstari wa 14. Hata saa ilipofika. Saa gani? Mwezi wa kwanza tarehe 14 wakati wa jioni. Saa ilipofika, aliketi chakulani yeye na wale mitume pamoja naye. Akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii. Pasaka gani? Ile walikuwa wameanzisha kula tangu Misri, pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa hiyo hapa tunaona Kristo ameketi mezani wakati wa jioni tarehe 14 ya mwezi wa kwanza jioni, wameketi pamoja na mitume tayari kuila Pasaka. Lakini ukisoma utaona kwa vile yeye ndiye mwakilishwa na yule mwana kondoo, na hawawezi kumchinja Kristo wakule nyama ya mwanadamu, akawaambia kuanzia sasa, kwa vile unabii wa kondoo yule wa Pasaka umetimia ndani yangu, kama Yohana alivyowaambia, mimi ndime huyo mwana kondoo,
aliyetumwa na Mungu kufa kwa ajili ya dhambi zenu, ili kwa damu yangu mpate uzima. Kuanzia leo hamtachinja huyo kondoo. Na hapa ndio sadaka ya kuchinjwa iliisha. Ukisoma Waebrania 10:6 utaona Kristo alikuja akasema Mungu hakufurahishwa na hizi sadaka za kuchinjwa, maana asikulete ukamilifu, bali Kristo akasema nimekuja kutenda mapenzi yako. Akawaambia kuanzia sasa hamtachinja mwana kondoo. Kuanzia sasa, wakati mnaula huu mkate ninaowapatia na hii divai ninayowapa, mtakuwa mmekula mwana kondoo, mwili wangu, mtakuwa mmekunywa damu yangu, hii divai. Na hapo ndipo kuchinja kondoo kuliishia. Lakini kutunza Pasaka hakukuisha. Waliendelea. Ndio naona Kristo hapa ambaye ndiye mfano wetu hakuwaambia hizi zilikuwa mila za Wayahudi, kuanzia sasa neema ifanye kazi, hamna haja na hizo mambo, wachaneni nazo, mtakuwa mnakaribia kitu sijui inaitwa meza ya Bwana. Ndugu zangu, kuna tofauti kati ya Ijumaa njema inaitwa Easter, sijui Sunday rise, sijui Easter holiday. Kuna tofauti ya Easter na Pasaka ya Bwana. Pasaka ya Bwana ni ile inatunzwa na Wayahudi mwezi wa kwanza tarehe 14 wakati wa jioni, mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo Kristo aliye mfano wetu alitunza, lakini akabadilisha vile vitu vinavyotumika. Badala ya mwili wake, manake ni yeye mwana kondoo, akalete mkate na divai. Na tangu hapo, kila ijapo siku ya Pasaka, washirika wa kweli wa Mungu katika Kristo Yesu ambao ndio wanaitwa kanisa lake, wanaishika hii sikukuu. Hivyo ndugu zangu, hii sikukuu ya Pasaka ndio mwanzo wa ni ukumbusho wa mwanzo wa ukombozi wa mwanadamu, kwa kujulishwa yale maisha ya kweli, atoke kwenye haya maisha ya udanganifu. Na hii ni kwa wale tu wanaokubali kwamba Adamu alidanganywa akatufundisha maisha mabaya, na kwamba haya maisha Kristo amekuja akitangaza, ambayo kwa kuyatangaza aliuawa, ndiyo maisha ya kweli. Ni yule aaminiye na kuanza kuishi hivyo, huyo ndio kifo cha Yesu Kristo kina kazi ndani yake. Ndiye mfano wa yule Mwisraeli ambao malaika alipoona damu aliruka, akakosa kuua mtu pale, akaokolewa. Naye akubalia haya maisha ambayo tunayatangaza yanaowakilishwa na hizi ukumbusho wa hizi sikukuu, huyo ndiye damu ya Kristo inayofanya kazi ndani yake, anayeokolewa kutoka kwa haya maisha ya uharibifu na kurudi kwenye mikononi ya Mungu, aumbike hata akamilike kuwa kiumbe wa kiroho. Hiyo inathibitishwa na neno la Mungu, akitudhihirishia wazi kwamba Kristo ndiye mwana kondoo, na hii Pasaka yake inaendelea mpaka wa leo. Katika kitabu cha Warumi 3, tusome pale kidogo ndugu zangu. Warumi 3 mstari wake wa 26. Sikiza. Tuanze 24. Watu wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Ukombozi, kama ukombozi uliokuwa katika mwana kondoo pale Misri, sasa mwana kondoo wa kweli ambaye ni Kristo, ukombozi unapatikana kwake. Maana kupitia kwa damu yake ambaye Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho.
Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili. Dhambi zetu zimetuwekea pasia, ambazo dhambi zinamea kwenye huu mwili, zimetuwekea pasia tuweze maombi yetu yasimfikie Mungu, mkono wa Mungu usiweze kutuokoa. Lakini Kristo kwa damu yake anafanya upatanisho kulipia hiyo dhambi ambao matunda yake ni kifo. Amekufa tuondolewe hiyo dhambi, hii pasia iondolewe, tushikanishwe na Mungu ili aendelee kutuumba, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kusiachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Ukisoma kwa Kiingereza anaonyesha kwa damu ya Yesu Kristo Mungu ameruka kwa yule yote, pass over, ameruka. Imeandikwa ukisoma kwa Kiingereza, kwa damu ya maana ya Kristo Mungu anafunika dhambi za wale waaminio, kuwaondolea zile zilizopita. Si ati kuanzia sasa utakaa bure, umeanza maisha ya kuishi kulingana na vile Mungu alikuumba uishi. Kuthibitisha kabisa hii Pasaka ndio mwanzo wa mpango wa ukombozi wa Mungu kwa mwanadamu kupitia kwa Kristo Yesu. Ameiweka iwe tunapoitunza, kila tunapoitunza. Alisema Wakorintho wa kwanza 11 kwamba 25 hapo, mutatenda hivi kwa ukumbusho wa kifo changu mpaka siku nitakaporudi. Kila ifikapo Pasaka mwezi wa kwanza tarehe 14 wa mwezi jioni, munaitunza Pasaka kukumbuka kifo cha Kristo mpaka atakaporudi. Maana kwa hicho kifo tumekombolewa kutoka kwa Misri ya sasa, ulimwengu wa leo, na tumeanza safari ya kuelekea katika ufalme wa Mungu. Na hii safari hatutatembea kwa miguu, ni kubadilika kutoka kwenye tabia za huu mwili tukifaa tabia za kiroho za Mungu, mpaka hapo tutakapofanana naye na kufikwa mwili wa kiroho. Anasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, tukiendelea kumalizia, naamini mnaelewa kwamba sikukuu za Bwana zinasimama mpaka wa leo, na ni kila atunzaye atunzi siku tu. Kuna fundisho la kiroho la kukumbuka kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi. Tumekombolewa kutoka kwa utumwa wa dhambi. Tuendelee kukua katika neema na katika kumjua Kristo Yesu. Tuanze safari ya kuendea ufalme kwa kuumbika utakatifu na uhaki wa kweli. Wakorintho wa kwanza sura ni 5 mstari wa 7 anasema hivi, 7 hadi 8. Basi jisafisheni mukatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa ndonge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu na ni nani amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Kwa hivyo kwa sababu amekwisha tolewa, tuachane na hiyo Pasaka. Inasema basi na tuifanye karamu hiyo, si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndio weupe wa moyo wa kweli. Nasemaje? Tuishike hii karamu, sio tuachane nayo, lakini kwa njia ya kiroho. Tumeula mkate, tumeshiriki kifo cha Kristo. Tumekubali kwamba hata sisi tufe, hatutaishi kwa dhambi hata kama ni kuuliwa. Vile alikataa mpaka akasulubishwa, tumeshirikiana naye katika kifo chake. Ndugu zangu, huu ndio mwanzo wa mpango wa wokovu wa Mungu kwa mwanadamu, ambao hii sikukuu imenenwa hivi:
na mwenye masikio na asikie. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23 mstari wake wa 5. Tuanze wa 4 ndio tushike kile msingi wake vizuri. Sikukuu za Bwana ni hizi na makusanyiko matakatifu ambayo mtayapigia mbio kwa nyakati zake. Kumbuka, tumeona ni mpango wa Mungu wa kumwokoa mwanadamu, anaokumbusha wote wazishikao hizi sikukuu ile njia na mpango atakao wapitisha hata kuwaokoa kutoka kwenye hii miili ya dhambi na huu ulimwengu wa sasa. Kwa hivyo ni sikukuu mtakaozipigia mbio na kuwa na makusanyiko matakatifu, yaani ni Sabato. Mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, ni Pasaka ya Bwana. Utaishika Pasaka ama utanena kama waliodanganyika kwamba ni sikukuu za Wayahudi? Jiulize mwenyewe, utamtii Mungu ama utawatii wanadamu? Mungu anasema ni Pasaka ya kwake, sio ya Wayahudi, na wote waaminio wamekuwa wana wa Ibrahimu, Wayahudi wa kiroho. Maana Warumi 2:27-9, sio Muisraeli yule ambaye ni Muisraeli wa kimwili, sio Myahudi ambaye ni yule Myahudi wa kimwili, bali ni yule wa kiroho, yule anayeamini neno la Mungu na kuishi hayo maisha kama alivyoamini Ibrahimu kwa imani, akahesabiwa haki. Ndivyo na wote waaminio wamekuwa washirika wa hizi ahadi. Yaani siku ya 14 mwezi wa kwanza wa mwaka ni Pasaka ya Bwana Mungu wako, ikiwa ni hatua ya kwanza ya mpango wa wokovu kwa mwanadamu. Wewe utamanie sana kuishi maisha ya Mungu katika Kristo Yesu, kuwa mshirika wa kanisa la Mungu. Amri ya Mungu ni kwamba ishike Pasaka ya Bwana kama alivyowafundisha Wayahudi, ambayo imethibitishwa kwa Kristo Yesu. Maana tukimalizia Warumi 15, ndugu zangu, wanaomshtaki kudanganya kwa jina la Yesu na wajue wanapinga neno la Mungu. Maana Kristo hakuja kubadilisha chochote, alikuja kuthibitisha ahadi Mungu alizompa Ibrahimu. Sikiza vile ananena katika neno lake. Ukitaka kuamini, kama una masikio usikie, kama hauna masikio basi. Warumi 15 mstari wa 8, nikimalizia hapo. Utamfuata Kristo ama utawafuata wapagani? Kwa maana nasema, Warumi 15 mstari wa 8, ya kwamba Kristo amefanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa, sina hilo la Wayahudi, kwa ajili ya kweli ya Mungu, kusudi asithibitishe ahadi walizopewa baba zetu, tena ili mataifa wamtukuse Mungu kwa ajili ya rehema zake. Unaona, alikuja kuthibitisha kile Mungu aliahidi Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nene urithi wa hii dunia kama urithi wa milele. Maana Galatia 3:8, Mungu alimhubiria Ibrahimu kwamba kupitia kwa mzao wake ulimwengu wote utapata ufahamu wa neno lake wa ukweli wa maisha. Ni njia ya ukombozi. Kwa hiyo hatua ya kwanza, nitarudia, ya kuingia mpango wa wokovu, utakumbuka kwa kuitunza Pasaka ya Bwana. Mwezi wa kwanza tarehe 14, siku ya jioni,
mitume waliitunza, Kristo akatupa mfano, lakini akatuambia hamtaua mwana kondoo, mtakula hii mkate maana ni mwili wangu. Maana Yohana amewaambia vizuri, yule mwana kondoo mliyekuwa mnachinja hapo awali, timizo lake la huo unabii ni Kristo. Ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu kwa wale waaminio. Ikumbuke Pasaka ya Bwana ni sabato ya kuja pamoja kushiriki kifo cha Kristo kwa kuula mwili wake. Asiyekula mwili wa Kristo hana uzima. Hana uzima ndani yake. Hana ushirika katika kanisa la Mungu, si wa Kristo. Ametengwa na Mungu, bado anaishi katika dhambi. Mwenye masikio na asikie vile Mungu asemavyo. Tutaendelea sasa, hiyo ni hatua ya kwanza. Ujumbe ujao tutaona hatua ya pili mpaka tukafikia ukamilifu wa wokovu. Neema za Bwana ziwe na wote wenye hiyo nia waaminio.